Hali gani mtazamaji wa Daily News Digital? Leo Novemba 10 mwaka 2025, imetimu takriban siku 7 tangu kuapishwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa awamu ya 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo anatarajiwa kuhudumu kutoka mwaka 2025 hadi 2030. Na kikubwa watu wengi wafuatiliaji wa siasa nchini Tanzania wanasubiri kwa hamu kuona ndani ya siku 100 Rais Samia Suluhu Hassan anaenda kutekeleza nini. Gazeti la Habari Leo, gwiji la habari, limeandika wapinzani waguswa ahadi za Samia. Habari ya Rehema Lugono, mwandishi huyu, zinaeleza viongozi wa vyama vya upinzani wamesema Rais Samia Suluhu Hassan akitekeleza mambo aliyoahidi kuyafanya katika siku 100 tangu apishwe, wananchi watapata manufaa makubwa. Alitoa ahadi hizo wakati anazindua kampeni za Chama cha Mapinduzi CCM katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani Kawe mkoani Dar es Salaam Agosti 28 mwaka huu. Samia aliapishwa Novemba 3 mwaka huu Chamwino mkoani Dodoma kuanza awamu ya pili ya kuiongoza serikali ya awamu ya 6. Mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa Juma Ali Khatib amesema Rais Samia akitekeleza ahadi hizo atajenga imani kwa wananchi kuhusu uongozi wake, jambo litakaloimarisha mshikamano katika taifa na kupunguza hali ya kutofurahishwa na uongozi wa kisiasa. Katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6, watu waliona utekelezaji na utendaji wake na alifanya kazi kwa kasi kubwa, ndio maana wamemchagua na sasa nina imani naye atatekeleza ahadi zake bila kuangusha wapiga kura wake, amenukuliwa Khatib. Hata hivyo, akitekeleza ahadi zake ataimarisha uchumi wa taifa. Kizingatia ahadi yake ya kuhamasisha uwekezaji na kukuza sekta ya kilimo na viwanda, itachangia kwa kiasi kikubwa katika kukuza uchumi na kutoa ajira, na itapunguza kiwango cha umaskini na kuhamasisha wajasiriamali wazawa. Aliyekuwa mgombea urais kupitia chama cha Makini Costa Kibonde amesema Rais Samia akitekeleza ahadi zake kwa ufanisi ndani ya siku 100 ataboresha huduma za kijamii, ikiwemo ahadi kuhusu kuboresha afya, elimu na miundombinu itachangia kwa kiasi kikubwa kuboresha maisha ya Watanzania. Kibonde amesema ahadi za kuiboresha utawala bora, kupambana na rushwa, zitaongeza uwazi katika utendaji wa serikali, ufanisi na kuondoa matatizo yanayotokana na urasimu na ubadhilifu wa rasilimali. Amesema huduma bora za afya na elimu zitasaidia kuondoa changamoto za afya na kujiandaa kwa mabadiliko ya kijamii, ambapo wananchi wengi waweza kupata fursa nzuri na ajira za maendeleo. Kibonde ameshauri Samia atekeleze ahadi zake kwa weledi, kwa sababu zilizotokana na ilani ya uchaguzi ya CCM 2025-2030 ambayo ni mkataba kati yake na Watanzania. Hapa namnukuu, kuna mambo mengine ambayo yanahitaji kipaumbele na hayakuahidiwa. Ninapendekeza licha ya kutekeleza ahadi hizo, ahakikisha anaweka hali shwari ya taifa baada ya vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi, kuzungumza na makundi yote ili viongozi, vyombo vya usalama na wananchi waongee lugha moja. Aliyekuwa mgombea urais kupitia chama cha kijamii CCK David Moijojele amesema Rais Samia akitekeleza ahadi zake ataimarisha maendeleo ya nchi na kurejesha umoja, utulivu na mshikamano. Moijojele amemshauri Rais Samia angalie vipaumbele vikiwemo mabadiliko ya katiba nchini, asimamie maendeleo ya maisha ya watu. Kuna baadhi ya Watanzania wanaishi maisha magumu sana, aweke mbinu zenye tija ambazo zitawatoa Watanzania kwenye hali ya umasikini hadi hali ya unafuu. Pia Moijojele amemshauri Rais Samia imarishe ushirikiano na sekta binafsi, asasi za kiraia na wadau wengine ili kuhakikisha rasilimali zinapatikana na zinatumiwa vizuri. Amesema serikali ya Rais Samia inapaswa kuwekeza katika miundombinu ya barabara, reli na bandari ili kuongeza ufanisi wa usafirishaji na kuunganisha maeneo mbalimbali nchini. Aidha, ameshauri Rais Samia Suluhu Hassan kuzindua mpango wa kupunguza umaskini, kujenga mifumo bora ya usafiri hususan mkoa wa Dar es Salaam, kuweka miundombinu bora ya utendaji kazi kwa watumishi wa serikali na sekta binafsi, na kuvutia uwekezaji kwa jamii na kuweka ubia katika uendeshaji wa baadhi ya huduma za jamii. Katibu mkuu wa chama cha Tanzania Labour Party TLP Eustace Rwamugira amesema wakati anatekeleza ahadi hizo, Rais Samia aimarishe ulinzi wa wananchi wake na nchi kwa mujibu wa katiba. Rwamugira amemshauri kiongozi huyo awajenge vijana katika mazingira ya uwajibikaji kwa kuwapa nguvu ya kuwainua kiuchumi
ili kuondoa umaskini na uhalifu unaoweza kufanywa kwa sababu ya ukosefu wa fedha na ajira. Aliyekuwa mgombea urais wa chama cha wakulima AFP Unje Ngombale Mwiru amesema Rais Samia akitekeleza kwa wakati ahadi zake atarejesha matumaini ya wananchi. Dunia ya sasa imebadilika. Watu wamekuwa na uelewa wapi wanapotoka na wanapokwenda. Kila kinachofanyika wanakitazama kwa karibu sana, na wapo baadhi yao walikuwa wamepoteza matumaini na imani yao kwa wanasiasa kwa sababu walikuwa wanawaahidi lakini hawatekelezi, amesema Mwiru. Wakati anazindua kampeni zake, Samia ndani ya siku 100 amesema baada ya kuapishwa tu serikali yake itafanya mambo 10 kwa manufaa ya Tanzania, ikiwemo ajira 12,000 katika sekta ya afya na elimu. Tutapiga marufuku hospitali kuzuia miili ya marehemu kuchukuliwa kwa sababu ya kudaiwa gharama za matibabu. Tutakachofanya ni kuja na mfumo mwingine wa kuhakikisha jamaa wa marehemu wanalipa gharama, lakini si kuzuia miili, amenukuliwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kupitia bima ya afya kwa wote, serikali itazindua mfumo wa taifa wa awamu ya majaribio ya kuanzia kwa wazee, watoto, wajawazito na watu wenye ulemavu. Gharama za matibabu zitabebwa kupitia mfuko wa bima ya afya. Pia serikali itagharamia kwa 100% wananchi wasiokuwa na uwezo kupata vipimo vya afya, moyo, sukari, mishipa ya fahamu na mifupa, alinukuliwa Rais Samia, ambapo amesema ndani ya siku 100 serikali yake itatoa ajira 5,000 katika sekta ya afya, wakiwemo wauguzi na wakunga, ili kuimarisha utoaji wa huduma za afya ya mama na mtoto. Amesema pia muda huo serikali yake itaweka mkakati wa elimu kisayansi ambao kila mtoto wa darasa la 3 awe na uwezo wa kusoma, kuhesabu na kuandika bila shida, na itaajiri walimu 7,000 kwa masomo ya hisabati na sayansi. Pia tutazindua mpango wa pamoja utakaohusisha waajiri, vyuo vya ufundi na vyuo vikuu kulinganisha mafunzo na mahitaji ya sekta za kipaumbele. Lengo ni kuwafanya wanafunzi wa VETA kuchukuliwa viwandani kufanya kazi za mazoezi kwa vitendo, amesema Dr. Samia. Pia amesema serikali yake itatenga shilingi bilioni 200 za kuwezesha upatikanaji mitaji kwa wafanyabiashara wadogo na wakati, uanzishaji kampuni changa, kurasimisha wajasiriamali wadogo wakiwemo bodaboda, mamalishe, wafanyabiashara wadogo kuingizwa katika mfumo rasmi wa serikali. Samia amesema serikali itaanzisha programu ya mitaa ya viwanda wilayani kwa lengo la kuzalisha ajira kupitia mazao ya kilimo, mifugo, uvuvi, madini na misitu, alisema akiwa jukwani. Katika kipindi hicho, serikali atakayoiunda itaanza ujenzi wa gridi ya taifa ya maji ili kuwa na vyanzo vya uhakika vya maji, ambayo pia itahusisha vyanzo vikuu vya maji ambavyo ni Ziwa Victoria, Tanganyika, Nyasa na mito mikubwa. Samia ameahidi kuendeleza jitihada za nishati safi ya kupikia, kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa, kuweka mifumo rafiki ya uwajibikaji kwa mawaziri na wakuu wa mikoa kutakiwa kutoa taarifa na kujibu maswali kwa wananchi kwa njia ya simu. Alisema serikali itaendelea na mashauriano na wadau wa siasa, taasisi za kiraia na sekta binafsi, ikiwemo kuunda tume maalum ya kuandaa mazingira ya mchakato wa katiba mpya. Hii ni sehemu ya namna wapinzani ulivyoguswa na ahadi za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hii ni Daily News Digital. Jina langu Ismail Kawambwa, na hapa tumekuwa tukiangazia namna wapinzani walivyo na imani ndani ya siku 100 za Rais Samia Suluhu Hassan, namna gani anaenda kutekeleza ahadi zake alizozitoa siku 60 za kampeni zake, akizunguka nchi nzima kuinadi ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Hii ni Daily News Digital. TSN ni zaidi ya habari.